Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV na wa kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tuko katika kipindi cha mfungo na tuko katika kutazama jambo la maombi. Tunayatazama maombi na mtindo wa maombi. Tunatazama maombi na mtindo wa kuomba. Tuko katika mstari wa 7 wa Mathayo 6 mstari wa 7. Mathayo 6 mstari wa 7 na wa 8. Tusome mstari wa 7 na wa 8. Anasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Nanyi mkiwa katika kusali, maana yake kuna wakati lazima uwe katika kusali. Wakati gani? Wakati wowote. Wakati wa kusali ni upi? Wowote ule ambao unaona kwamba hapa natakiwa kusali, natakiwa kuomba, wakati wowote ule. Sasa anasema mkiwa katika kusali msipayuke payuke, maana yake msipaze sauti. Kwa nini? Ili msisikiwe na watu kwa mnaomba. Msipayuke payuke, maana yake msitoe sauti. Payuka ni kutoa sauti ambazo zinaweza kuwakarahisha walioko jirani yako au wengine. Anasema kama watu wa mataifa, mkipayuka kayuka kama watu wa mataifa. Watu wa mataifa hutoa sauti zao kubwa ili wanapoomba, ili wasikike kwamba wanaomba. Omba pole pole, omba hata kimoyo moyo. Omba wakati wa kuomba, usiombe kwa sauti kubwa wala kwa wingi wa maneno na kurudia maneno. Maana anasema, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Yaani wanaomba maneno mengi kwa sauti kubwa wakidhani kwamba Mungu atasikia hayo. Hapana. Mungu hasikii maneno mengi wala maneno kidogo. Narudia, Mungu hasikii wingi wa maneno. Mungu anachojali uombe kwa mtindo anaoutaka. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke. Maana yake ni wewe na Mungu ndio una shida, unapayuka ili watu wakusikie, ili iwe nini? Ukifanya hivyo utapata thawabu kwa watu, si kwa Mungu. Kwa hiyo kuomba kwetu wa Kristo, tunapaswa kuomba kwa siri, si kwa kutoa sauti na wingi wa maneno. Wingi wa maneno hapa maana yake kurudia mambo yale yale. Hapana. Kwa kudhani kwamba Mungu atasikia. Hasikiagi hayo. Mungu anasikia point. Mungu anasikia hoja. Sio lazima hoja iwe inarudiwa. Hoja yenye nguvu. Hoja tu moja yenye nguvu. Yaani maana yake unapeleka kitu halisi, tena kwa sauti ya upole na ya unyenyekevu, sio ya kupayuka. Yaani sauti kubwa utadhani unakemea ndege wasile mpunga. Hapana. Mungu anataka sauti ndogo. Hasa hapa anamalizia anasema msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji bila kabla ninyi hamjamuomba. Unaona pointi muhimu hapa. Anasema basi msifanane na hao, maana Baba yenu aliye mbinguni anajua ninyi haja zenu kabla hamjamuomba. Anajua. Anasema Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Maana yake sisi mioyoni mwetu tunaweza kuomba na Mungu akatusikia bila kutoa maneno ya mdomoni. Maana haja za mioyo yetu anazijua. Kama mwandishi mmoja anasema anajua mawazo yetu na yajua mawazo yenu. Kwa hiyo kama anayajua mawazo yetu, kwa nini kutoa sauti na kupayuka? Kumbe anajua haja za mioyo yetu. Kwa hiyo tunapaswa kuomba kwa upole na kwa unyenyekevu.
maana Mungu anajua tunayohitaji. Hivi kweli Mungu hajui una njaa? Kama una njaa hajui kwamba huna pesa na una haja ya pesa? Hajui? Anajua. Kitu muhimu mwambie. Hivi swali, kwa mfano, ukienda kwa baba yako unataka shilingi 5,000, utamwambia baba, naomba 5,000? Utamwambia kwa sauti kubwa hivyo, naomba 5,000? Hapana, bali utaenda kwa unyenyekevu, baba, samahani, na shida ya 5,000, naomba unisaidie, naomba unipe 5,000. Hata kuuliza utaenda kufanyia nini, utataja sababu ya hiyo hela unachoenda kufanyia, na baba yako atakupa. Lakini ukienda kwa makelele twende pole pole, ukienda kwa makelele atakupa? Hawezi kupa, kwa sababu kwanza atakufukuza kwamba unampigia makelele. Hivyo Mungu wetu hataki makelele, anataka upeleke hoja kwa sauti ya upole na ya unyenyekevu, na yeye anasikia na anafanya. Mungu wa mbinguni akusaidie, akubariki, na uwe mnyenyekevu katika maombi. Usitake watu wajue, usitake watu wasikie. Mungu pekee asikie, naye ndiye anayekujibu na sio watu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana. Kutakie Kwaresima njema. Amen.